shirikini mambo yote, mambo ya ibada, mambo ya maombi, mambo ya uimbaji na mambo mengine yote. Jitahidini kuhakikisha mnahudhuria huko, mtamwona Mungu. Mungu atawasaidia, atawainua katika maisha yenu. Msimwache Mungu. Akizungumza katika ibada ya kuhitimisha kongamano la Pasaka kwa Wanaukwata 2026, mratibu Mchungaji Tadei Kiwaga amesema mbali na faida za kiroho, ibada ina mchango mkubwa wa kumjenga mtu kimaadili pamoja na kumtengenezea fursa za kiuchumi. National Conference ambayo itafanyika mwezi wa 6. Wapendwa ndugu zangu, ninaomba tushiriki. Haleluya. Mwaka huu National Conference itafanyikia Dodoma, makao makuu ya nchi. Naomba tafadhali tuhakikishe tunahudhuria, na gharama zote tulipiga mahesabu tukaona zinafika shilingi 100,000, kwa maana ifuatayo: 20,000 ni nauli ya kwenda, si ndio jamani? Kwenda Dodoma, kurudi ni shilingi ngapi? 20,000. Jumla ngapi? 40. Lakini pia kuna chakula njiani, kwenda 5,000, kurudi 5,000. Manake unapata chai na chakula. Itakuwa shilingi ngapi mpaka hapo? 50,000. Lakini pia kuna kiingilio cha UKWATA Taifa ambacho ni shilingi 50,000. Kwa hiyo ukijumlisha inakuwa ngapi? Ninawasihi usiogope kwamba fedha nitapata wapi. Mungu anazo fedha. Weka nia kwanza ndani ya moyo wako kwamba nataka nikahudhurie National Conference ya mwaka huu. Mungu atafanya. Mwambie wazazi wako, waambie ndugu zako waweze kukusapoti. Lakini pia unaweza ukachukua fomu ukachangisha, watu wakakuchangia 1,000, 2,000, baadaye utashangaa imewezekana. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanafanya nini? Kwa hiyo wewe weka nia ndani yako kwamba unataka kuhudhuria National Conference. Na wale watakaoenda National Conference tutapata wasaa wa kutembelea sehemu 3. Sehemu ngapi jamani? Jambo la kwanza, tutatembelea bwawa la umeme la Mtera. Tutazunguka pale tukiangalia. Lakini tukifika Dodoma tutatembelea bungeni ili tuone taratibu za kibunge zinaendaje, kwa sababu wengine hapa mtakuwa wabunge, wengine mtakuwa mawaziri. Lazima mkafike kabla hajaingia. Lakini tutakuwa na siku nyingine inaitwa Ijue Dodoma. Kwa hiyo tutazunguka kidogo pale Dodoma tuweze kuijua Dodoma vizuri. Unaona mambo mazuri hayo. Naye Mchungaji Hilkia Mgovano amewataka vijana kutokubali kukatishwa tamaa. Usikubali kukatishwa tamaa. Awe ni rafiki amekukatisha tamaa, usikubali kukatishwa tamaa. Awe ni mzazi amekwambia huwezi kusoma, usikubali kukataa kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usikate tamaa ukasema siwezi. Yupo Mungu anayekuwezesha, sio wewe utakayefanya. Kwa msaada wa Mungu utaweza kusoma, kwa msaada wa Mungu utaweza kufaulu. Sivyo kama vile ambavyo wengine wanatafakari kwamba huyu hawezi kwanza hana akili. Mtu anayesema hana akili haelewi chochote. Yaani haelewi chochote. Mwanangu huyu sijui kama tafaulu. Kuna wazazi ambao pengine wamekutamkia kwamba wewe somaga tu. Wakati mwingine wamekwambia acha shule tu, unasoma ili kiwe nini? Mbona hata huwa ufaulu? Sasa unapoambiwa hivyo, unapoambiwa hautaweza kufaulu, waambie Mungu atanifanikisha. Unapoambiwa kwamba huwezi kufanikishwa katika masomo, waambie Mungu ataniinua. Unapoambiwa hauna akili, waambie mimi ni kichwa wala sio mkia. Amina wapendwa. Mimi ni kichwa wala sio mkia. Mimi nitakuwa juu, sitakuwa chini. Mimi nitainuliwa, hakuna wakati nitarudi nyuma. Hata kama wanakukatisha tamaa, usikubali kukata tamaa. Usikubali kujidharau. Usikubali kurudi nyuma. Ibada hii imeambatana na tukio la kuwaaga viongozi wanaomaliza muda wao
pamoja na kuwaingiza kazini viongozi wapya, na hapa wanaeleza zaidi. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa wa Mungu. Kwa jina naitwa Happiness Lusandi, ni makamu mwenyekiti mstaafu wa UKWATA mkoa wa Iringa. Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati. Toka tumeanza uongozi kuna baadhi ya changamoto tumepitia, lakini ningependa kuwashauri wenzangu hao waliingia katika uongozi mpya kutatua zile changamoto zilizopitia, wenye kufanya marekebisho ili kupeleka injili ya Mungu mbele. Zaidi na zaidi ningependa kuwashukuru walimu walezi wa UKWATA mkoa wa Iringa pamoja na mchungaji wetu Tadei Kiwaga kwa ushirikiano waliotuonyesha toka tumeanza uongozi tarehe 15 mwezi wa 4 2025 mpaka leo hii tumemaliza uongozi 2026. Ni pongezi zangu za dhati kwa ushirikiano waliotuonyesha na wanakwata wote. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa wa Mungu. Kwa jina naitwa Emmanuel Omanus Chengula, ni makamu mwenyekiti mkoa. Napenda kuwashukuru wote wanaokwata wote waliojitoa kunichagua, lakini pia namwomba Mungu anisaidie na anipe hekima na maarifa ya uongozi kuitumikia nafasi ambayo nimepewa kwa mwaka huu 2026 mpaka 2027. Lakini wito wangu kwa vijana na kwa wanaokwata wenzangu, tusikate tamaa katika kutenda kazi ya Mungu, tuwe na bidii kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Kutoka hapa shule ya sekondari Skim Polytech iliyopo Don Bosco ambapo kongamano la Pasaka linafanyika hapa, mimi naitwa Mesha Kilongo.